Napenda kuchukua fursa hii kuipongeza Mamlaka ya Vitambulisho vya Taifa kwa kuunda mfumo huu ambao utasaidia wananchi kupata taarifa muhimu ya hatua iliyofikia maombi yao ya kitambulisho cha taifa. Aidha, napenda kupongeza na kushukuru kampuni za mitandao ya simu kwa kuunga mkono juhudi hizi za serikali kwa kukubali kuunganisha mifumo yenu na mifumo ya NIDA ili kutoa huduma hii bure kwa wananchi. Huduma hii mpya ya short code tunayozindua leo itakayomwezesha mwombaji wa kitambulisho cha taifa kutumia ujumbe mfupi wa maneno kupitia simu ya mkononi, na hapa nisisitize kwamba simu ya mkononi hata akiwa ni kitochi inaweza ikatumika katika kuandika ujumbe mfupi. Ndugu zangu, mabibi na mabwana, kupitia huduma hii nitakayoizindua leo, mwananchi yoyote sasa ataweza kujua kama namba yake ya utambulisho ya taifa imetoka au kama kitambulisho chake cha taifa kiko tayari na kiko wapi. Si hayo tu, huduma hii pia itamwezesha kufuatilia hatua kwa hatua maendeleo ya maombi yake ya kitambulisho cha taifa kupitia simu yake ya mkononi pamoja na namba yake ya utambulisho wa taifa kama amezisahau au kupoteza. Jambo hili ni la kufurahisha na ni mafanikio makubwa, na zaidi ni kwamba huduma hii kama ilivyodokezwa hapo awali ni ya bure, haina malipo. Mwananchi atatuma ujumbe mfupi kwa kutumia short code namba 15274 na kupata taarifa hizo papo hapo bila kwenda ofisi za NIDA kufuata huduma hizo. Kimsingi, faida ni nyingi sana ukiondoa gharama, lakini kwanza itarahisisha upatikanaji wa taarifa kuhusu huduma za maombi ya utambulisho kupitia short code hii badala ya waombaji kufika katika ofisi za NIDA wilayani, na tunafahamu wilaya zetu zilivyo kubwa. Lakini pili, itaondoa kwa wananchi usumbufu na gharama za kusafiri kwenda ofisi za NIDA kupata huduma hiyo. Tatu, ni kupunguza foleni katika ofisi za NIDA, kwani mwananchi anaweza kupata huduma hiyo yeye mwenyewe kwa kutumia SMS kupitia short code hii. Lakini nne, itawezesha waombaji wa vitambulisho vya taifa kufuatilia kwa urahisi taarifa za maombi yao kwa kutumia kwa hatua kila wanapohitaji kufahamu. Na tano, ni kwamba mfumo huu kutengenezwa kwa kutumia wataalamu walio katika mamlaka yenyewe ya vitambulisho vya taifa kumeokoa fedha nyingi za serikali. Ndugu zangu, mabibi na mabwana, hatua hii inaenda kuondoa matatizo ya muda mrefu, ambapo hivi leo tunavyozungumza katika wilaya zetu viko vitambulisho vingi sana ambavyo havijachukuliwa, na sababu kubwa inakuwa ni hiyo kwamba muombaji hajui kitambulisho chake kiko katika hatua gani. Kupitia mfumo huu sasa utajibiwa na utaambiwa kama namba yako umepata ndani ya siku 5 toka siku uliyoomba, na kama hujapata ndani ya siku 5 toka ulipoomba, ukitumia mfumo huu ukauliza, utajibiwa kwamba hujapata namba kwa sababu fulani fulani fulani, na uje mahala fulani ili tuangalie takwimu zako kama zimekaa sawa sawa. Lakini pili, utapata taarifa kutumia mfumo huu wa kitambulisho chako kama tayari kimekwisha tengenezwa na kinapatikana wapi na uende ukakichukue. Kutokana na tatizo ambao wananchi wengi walikuwa wanashindwa kupata vitambulisho, ambao kutokana na kusogeza huduma mbele tulipeleka vitambulisho katika ngazi ya kata, lakini pamoja na juhudi hizo njema za mamlaka, baadhi ya wananchi hawakuweza kuvifuata. Lakini pamoja na kuvifuata, wengine walifuata ambao matatizo yalikuwa ni ya kwetu. Tulikuwa na matatizo ya kimfumo ambao unakuta mwananchi anaenda kutafuta kitambulisho, lakini akifika kitambulisho kiko kwenye kata lakini jina halijafika, ambapo tuliweza kurekebisha.
tulirekebisha na tulikaa pamoja na watumishi na wataalamu wetu tukatengeneza mfumo. Tukaona kwamba tukusanye vitambulisho vyote kutoka katika kata tuviweke wilayani na tukaweka mfumo wa kuvisomesha. Kwa hiyo kila mwananchi ambaye hajapata kitambulisho alitumiwa message. Lakini pamoja na juhudi hizo, baadhi ya wananchi mpaka hivi ninavyoongea leo hawajaenda kuchukua vitambulisho na kuzua malalamiko wakati message walitumiwa. Kutokana na hilo tuliweka utaratibu kwamba kuanzia mwezi wa 5 tutasitisha matumizi ya vitambulisho ambavyo havijachukuliwa. Juhudi hizo zimetusaidia kidogo, ingawaje bado kwa unakuta mtu anapokwama anakuja unakwenda unachukua kadi yako, wana activate, unaendelea na matumizi. Lakini kutokana na hilo tumekuwa pia na malalamiko ya wananchi wengi kwamba wanaposajili wanachukua siku nyingi. Kama ulivyotembea wakati ule unaweza ukaona kabisa kwamba utaratibu wa vitambulisho wanataka kuingiza kama vya vitambulisho vya mpiga kura. Utambulisho wa taifa ni process, ni swala la kiusalama. Kwa hiyo tunapochukua fingerprints pale kuna taratibu za kuweza kuangalia, kuna mambo mengi. Kwa hiyo na tulishatoa maelekezo kwamba tunatumia siku 5 uweze kupata namba. Na usipopata namba siku 5 ina maana kuna tatizo. Lakini kadi ni siku 21. Sasa kutokana na hilo kupunguza usumbufu kwa mwananchi ndio tumeamua kuzindua hii namba ambayo nafikiri imejaribu kuelezewa vizuri. Ni kwamba namba hii itamrahisishia mtu kuweza kutambua endapo mwananchi hajui au amesahau namba yake ya utambulisho wa taifa. Huyu ataandika ujumbe mfupi wa simu kwa utaratibu ufuatao. Kwa mfano, mtu amesahau au umeshajiandikisha, unataka kujua hatua ya kitambulisho chako iko wapi. Kwanza kabisa kwa utaratibu huu utaanza na jina la kwanza la muombaji. Alafu utaweka star, utaweka jina la mwisho. Kwa mfano kama mimi ni James, nitaweka star, nitaweka Kaji. Alafu nitaweka tarehe, mwezi na mwaka wa kuzaliwa. Nitaweka star, utaweka jina la kwanza la mama. Kwa mfano jina la mama ni Edina, la mwisho ni Wana. Na baada ya hapo unatuma kwenye namba 15274.